Iqra FM. Ndugu wanahabari, nimewaiteni hapa ili tuweze kuzungumza kuhusu masuala mbalimbali hususan yanayohusu mazingira katika mkoa wetu wa Mwanza. Inafahamika kwamba mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa mikubwa kabisa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa na idadi kubwa ya watu takriban watu 3.6 milioni. Lakini pia mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kwa kuchangia pato la taifa kwa asilimia 7.1. Kwa hiyo ni mkoa ambao una shughuli nyingi za kiuchumi, ni mkoa ambao una shughuli nyingi zinazohusiana na masuala ya mazingira, kwa sababu ya uchangiaji wa pato la taifa kwa asilimia kubwa. Tukiwa mkoa wa Dar es Salaam, tunazo sekta nyingi sana ambazo zinakuwa katika mkoa wa Mwanza. Moja katika sekta hiyo ni sekta ya biashara, lakini pia sekta ya kilimo, lakini tatu sekta ya usafirishaji ndani ya Ziwa Victoria, lakini nne sekta ya masuala ya uvuvi, lakini pia ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ndani ya Ziwa Victoria. Lakini mkoa wetu sasa hivi umeanza kuamka katika sekta ya madini. Tunazo leseni za kutosha, leseni kubwa kama 5, lakini pia tunao wachimbaji takribani 10,000 wachimbaji wadogo wadogo. Kwa hivyo iko migodi ya kati kama 20 na migodi mikubwa. Kwa mfano mgodi huu ambao unaanza hivi karibuni wa Nyanzaga Gold Mine ni miongoni mwa migodi mikubwa ambayo itakuja kuleta matokeo chanya katika uchumi wa nchi. Sasa kukua kwa hizi sekta zote hizi kunaambatana pia na masuala ya uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo nimefikiri ni vizuri pia nitumie fursa hii kupitia nyinyi wanahabari kueleza kwamba tunayo pia changamoto ya uchafuzi wa mazingira kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu katika hizo sekta ambazo nimezitaja. Moja kati ya mambo makubwa kabisa ambayo tunakabiliana nayo ni uchafuzi wa Ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni miongoni mwa maziwa makubwa duniani. Sasa linakabiliwa na changamoto nyingi. Moja kati ya changamoto hiyo ni uchafuzi kupitia kuzaliwa kwa magugu maji, ambapo Wizara ya Mazingira kwa kushirikiana na taasisi kama NEMKI na bonde la Ziwa Victoria wanaendelea kuchukua hatua mbalimbali. Lakini pia ndani ya Ziwa Victoria ziko shughuli za kibinadamu zinazofanyika. Kama nilivyosema, sasa hivi uchumi mkubwa unaelekea katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, lakini pia matumizi ya maji. Kwa hivyo uko uchafuzi mkubwa sana unaofanyika. Wako watu wanatiririsha maji machafu kuingia ndani ya Ziwa Victoria. Kwa hivyo ni lazima tuliadresi swala hili na kutaka wananchi kuchukua hatua kwa kushirikiana na serikali na mamlaka za udhibiti wa mazingira na uchafu katika maeneo hayo. Lakini pia katika Ziwa Victoria tunafahamu kwamba sheria inasema ndani ya mita 60 mwananchi haruhusiwi kufanya shughuli za kibinadamu. Sheria kifungu cha 57 kinakataza, sheria ya usimamizi wa mazingira, sheria ya mwaka 2003 ambayo imekuja kufanyiwa marekebisho mwaka 2023, sheria namba 191 ya usimamizi wa mazingira nchini inakataza kwamba wananchi hawaruhusiwi kujenga, hawaruhusiwi kulima ndani ya mita 60. Kwa hivyo wale wote wanaofanya hivyo wanakiuka sheria, na mamlaka ikiwemo bonde, ikiwemo watu wa NEMKI ambao wanasimamia sheria ya usimamizi wa mazingira wanatakiwa kuwachukulia hatua kali. Kwa hiyo haya yote yanapelekea uchafuzi wa Ziwa Victoria. Lakini pia ongezeko la takataka za plastiki. Mtakumbuka kwamba serikali kupitia NEMKI na taasisi nyingine, ofisi ya makamu wa rais, iliagiza na ilitoa katazo kwamba mifuko ya plastiki hairuhusiwi. Kwa hivyo ninasisitiza pia katika mkoa wa Mwanza tunalo hilo changamoto, kuzagaa kwa mifuko ya plastiki, lakini baadhi ya watu wafanyabiashara wakaidi wanaendelea kuuza mifuko ya plastiki kinyume cha sheria. Kwa hiyo hii pia inapelekea uchafuzi wa mazingira. Lakini kelele chafuzi na mitetemo
hususan katika jiji ni miongoni mwa mambo ambayo pia tunakabiliana nayo na ambayo pia yanapelekea uchafuzi wa mazingira. Lakini kelele na mitetemo imekuwa ya kiwango cha juu. Kwa hiyo wagonjwa wapati muda wa kupumzika, wenye presha, wenye magonjwa ya kisukari wanapata usumbufu mkubwa. Kwa hiyo sheria za usimamizi wa mazingira zinataka wananchi hasa ambao wamepewa leseni za kumiliki maeneo ya kumbi za starehe kuwa na limitation ya sauti katika maeneo yao. Wasipofanya hivyo, wakaweka sauti ya juu na mitetemo ya hali ya juu, kwanza ni kero kwa watu wengine, lakini pia ni uchafuzi wa mazingira na inaleta athari kwa wananchi wetu. Kwa hiyo watu wengi wanajisahau, na nimefikiri ni vizuri kuwakumbusha kwamba sheria ya usimamizi wa mazingira inakataza yote hayo. Lakini kama nilivyosema, kuna ukuaji wa sekta ya madini kwa kiwango kikubwa sana katika mkoa wa Mwanza, na tayari wako watu wameanza kuchenjua dhahabu, wanatiririsha maji bila kuyadhibiti maji hayo, maji ambayo yana kemikali katika uchenjuaji. Kwa hiyo yakikutana na maji ya mvua yanaweza kutiririka na kuingia kwenye mito yetu, na mito hii ni vyanzo vikubwa vya maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Tukiendelea kufanya hivyo, tunaathiri watu wengine. Kwa hiyo ni mambo muhimu ambayo nilifikiri ni ya address. Kwa hiyo tunafahamu madhara makubwa ambayo yanaweza kutokea kama mazingira yetu yanakuwa yameathirika. Moja ni magonjwa ambayo yanatokana na uchafu wa mazingira yanafahamika, ikiwemo pamoja na kipindupindu, vitu vya namna hiyo. Lakini yako madhara mengine, kwa mfano taka ngumu zikiachwa, mvua zinachukua taka hizo inapeleka kwenye mifereji inaziba. Mifereji inapoziba, maji hawezi kwenda kwenye maeneo yaliyokusudiwa, inapelekea ardhi kumomonyoka, inapelekea nyumba za watu kuingia maji, kwa sababu maji hayafuati mkondo ule ambao umewekwa. Sasa rai yangu kwanza kwa viongozi, hususani wasimamizi wa sekta ya mazingira. Hapa tunao maafisa mazingira katika mkoa wa Mwanza, wilaya zote. Ninawaelekeza kwanza kudhibiti taka ngumu katika halmashauri zao, lakini pili, kuhakikisha kwamba kunakuwa na ukaguzi wa mara kwa mara katika maeneo yote ambayo tumewapa leseni, ili kudhibiti kelele, kudhibiti sauti kali katika maeneo yale ambayo tumetoa leseni, kama kwenye mabaa, kwenye kumbi mbalimbali za starehe, kwenye makanisa na misikiti, kwa sababu sheria ni msumeno na ni lazima tuitekeleze.